Binafsi ninamfahamu huyu mzee kwa miaka mingi katika nyanja nyingi tofauti na mambo ya mpira. Naona wote waliopita hapa wamezungumzia zaidi masala ya mpira, lakini mimi nimemheshimu na kumfahamu yeye akiwa ni mtaalamu mwenye ujuzi na ubobezi uliotukuka katika nchi yetu, na alikuwa ni mzalendo wa kweli. Kuna mambo mengi ambayo leo watu wengi wanajisifia kwamba wao ndio walioyabuni, lakini hapana. Huyu mzee alikuwa na nafasi yake na mchango wake mkubwa katika tasnia ya uhandisi katika nchi yetu, kwa sababu watu wengi wanadhani Tanzania imeanza ikiwa katika hali hii. Leo amezungumza Bwana Kabombe hapa, anasema kulikuwa na mabasi mawili. Amesahau kuelezea kwamba kuna mechi ambayo hiyo timu ambayo alikuwa anaielezea ya mzee wetu huyu ilitembea kwa mguu kuja uwanjani. Lakini leo kila timu iliyokuwepo kwenye ligi kuu, zilizokuwa kwenye ligi daraja kwanza, zina vyombo vya usafiri vinavyotumika. Lakini tumetokea katika enzi ambayo timu zilikuwa hazina uwezo, sio wa kununua, kukodi gari ambayo inawapeleka wachezaji uwanjani. Tukio ambalo ninalikumbuka kushirikiana naye sana kwa mara ya mwisho, sisi tulikuwa tuna mtendaji wetu ndani ya Simba Sports Club, Dr. Kashembe. Alipofariki nilishangaa sana. Mtu wa kwanza kunipigia simu alikuwa ni yeye, na nikaenda nyumbani, na msiba ulikuwa nyumbani kwake. Tulishirikiana kufanya maandalizi, na siku ya msiba, yani siku ile ya kuzika, nikamwambia bwana, kesho mimi natakiwa nisafiri na timu, lakini itabidi nisogeze mbele niondoke kesho kutwa niweze kushiriki maziko. Akaniambia hapana, tumeenda na wewe maeneo yote, tunakuruhusu, nenda kaendelee na shughuli za mambo ya mpira. Hii ni kwa jinsi gani ambavyo alikuwa anathamini maisha ya watu wengine, pamoja na mambo mengine yote ya utani, kushereheshana. Mimi wasia wangu, inawezekana ikawa na mimi nafasi yangu imefikia nikafa leo au baadaye kesho, tuifanye Tanzania na tuufanye mpira ubezi zaidi kwenye masala ya kutaniana kama wazee wetu walivyoenzi. Hakuna mambo ya